sheria na kutii katiba. Ndio. Kama wewe hutii katiba, hutii sheria, wewe ni gaidi tu. Maana unataka kuua watu. Ndio, kama hutii katiba, hutii sheria, unataka tu mambo yako yakubaliwe kinyume cha katiba, kinyume cha sheria, kwa kweli unatangaza ugaidi. Maana yake ni kwamba unataka nchi isitawalike, watu wapigane wenyewe kwa wenyewe, wafe, alafu wewe eti haki yako unaipata katika mauaji hayo na fujo. Haiwezekani. Sasa wao wanataka maoni yao yawe ndio sheria. Haiwezekani. Wewe ukiitwa kwenda kutoa maoni na wenzako wale wanaosikiliza maoni ndio wanachuja, lakini wenyewe wanataka yale ya kwao tu ndio yakubaliwe. Maana mambo haya ni kujibizana, si ndio? Wao wamesema no reform no election. Sisi tunasema Oktoba. Hebu semeni kwa sauti, Oktoba. Sasa Oktoba tunatiki, naona imeshinda nguvu ya no reform. Na baada ya kujua kwamba hiyo inakufa, ushahidi wake ni kwamba Watanzania wanakubali kwenda kupiga kura. Ni uongo? Tena wanaenda kupiga kura. Wamejiandikisha. Mtu ambaye yeye hataki kupiga kura sangeacha kujiandikisha. Wamejiandikisha sana. Wengi. Tena vijana wengi sana wamejiandikisha. Kulikuwa na sheria mbili za uchaguzi. Moja ya mwaka 85, nyingine ya zamani sana ya serikali za mitaa. Zikafutwa zote mbili. Ikaundwa sheria mpya kabisa ya uchaguzi. Inaitwa uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani. Ikaweka madai mengi sana ambayo yalikuwa yanasema. Walikuwa wanasema wakurugenzi wasisimamie uchaguzi. Wanapendelea CCM, wanasema wanawasingizia. Lakini sheria ikaondoa wakurugenzi kusimamia uchaguzi. Wakasema wale wasimamizi lazima wachaguliwe na tume. Tume ndio inayotangaza na kutafuta wasimamizi kutoka miongoni mwa watumishi wa umma waandamizi. Sheria ile ikasema hata hao watakaoletwa na tume, mtu yeyote anaweza kuweka pingamizi, maana wanawekwa hadharani kwamba wasimamizi ni hao. Unaweza ukasema lakini huyu hana sifa, ana uhusiano na chama fulani. Sheria inaruhusu. Yaani ili mradi kuna mabadiliko kama 13 ya makubwa sana kwenye zile sheria. Na kwa mara ya kwanza ikaundwa sheria inayounda tume ya uchaguzi. Na ikapunguza mamlaka ya rais. Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna bar maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.